Kabla ya taarifa hizi za ndani ambazo ni za siri kubwa tunazibeberusha moja kwa moja kutoka hapa Mbeya, Tanzania. Naomba ikiwa unatazama kwa mara ya kwanza katika channel yetu ya Tanzania ITV, chukua sekunde moja tu, bonyeza batoni ya subscribe, washa kengele ili kuendelea kupata taarifa hizi kemkem kila wakati. Cha kuzingatia cha muhimu tena zaidi unapoendelea kutazama hii kanda, bonyeza alama ya like na karibu. Kuna taarifa nzito ambazo tumeweza kuzipata, ni za kutetemesha na za kutisha, haswa katika taifa letu la Tanzania, haswa kwa uongozi wa Samia Suluhu Hassan. Kwa hivyo Samia Suluhu Hassan yu taabani baada ya mke wa mheshimiwa Tundu Lissu ambaye anaendelea kuteswa na serikali ya Samia Suluhu Hassan kuzirai ghafla. Sasa ilikuwa hivi, taarifa ambazo tumezipokea na wengine mmeweza kuziona katika mitandao ya kijamii, mke wa mheshimiwa Tundu Antipas Lissu ambaye anaitwa Alsia Magabe alifika mbele ya kamati ya haki za binadamu ya bunge la Ulaya ili kuwasilisha maelezo kamili kuhusiana na yale ambayo mume wake ambaye ni Tundu Lissu anapitia chini ya serikali ya Samia Suluhu Hassan, kikao ambacho kiliweza kufanyika kule Brussels, Ubelgiji. Mke wa Tundu Lissu alipokuwa anaeleza vile Samia anamtesa Tundu Lissu, alimalizia kutokwa na machozi huku akipasua kelele hapa na pale, akaanza kulia mbele ya kamati hiyo ya haki za binadamu kule Ubelgiji. Akaanza kutokwa na machozi akilia hapa na pale, jambo ambalo liliweza kutia wasiwasi mkubwa hasa kwa uongozi wa Samia Suluhu Hassan. Vile huyu mke alikuwa anajieleza, akalia huku akitokwa hadi makamasi, ishara tosha kwamba mume wake ameteswa na Samia Suluhu Hassan. Jambo ambalo limeweza kulazimisha wale waliokuwa wanasikiza vile mke huyu wa Tundu Lissu alikuwa anawasilisha maelezo yake, wakaipika, wengine wakashindwa cha kusema. Hii inaashiria nini? Samia Suluhu Hassan anamtesa sana Tundu Lissu. Akaeleza vile Samia alikwisha tangaza yeye mwenyewe eti kwamba mambo yatakuwa magumu chini ya uongozi wake, sio kama uongozi wa John Pombe Magufuli. Na ikumbukwe Magufuli hata yeye alimsumbua Tundu Lissu, tusije tukamlaumu Samia peke yake, viongozi wote ambao ni wa CCM wako hivyo. Ingawa walitutangulia mbele za haki, wakati wake ndio akina Bashita waliweza kuhusika pale. Vile inasemekana Tundu Lissu mwaka 2017 akapiwa risasi 16 wakati wa uongozi wa mheshimiwa aliyetutangulia mbele za haki John Pombe Magufuli. Sasa serikali ya sasa ya Samia Suluhu Hassan ikaanikwa kule Ulaya kwamba inamtesa Tundu Lissu kwa sababu aliweza kusema kusipokuwa na mabadiliko hakutakuwa na uchaguzi nchini Tanzania, na yeye alikuwa katika jitihada za kuhakikisha kwamba demokrasia inazingatiwa katika taifa la Tanzania. Ikumbukwe ya kwamba ndio alikuwa anawasilisha maombi haya, akatokwa na machozi, makamasi hapa na pale, kuashiria kwamba mume wake ameteseka sana. Jambo hili limeweza kutia wasiwasi hasa kwa uongozi wa Samia Suluhu Hassan, na Samia Suluhu Hassan kwisha katika uongozi. Kwa nini? Bunge hili la Ulaya lilikwisha pitisha kwamba hamuna misaada ambayo itatumwa Tanzania kwa kile ambacho walipiga kura. Wakasema Samia hawezi kufadhiliwa na serikali yake dhalimu haiwezi kupata ufadhili wowote kwa sababu ya mateso ambayo yanaendelea kuwatesa wa Tanzania, wakiwemo wale ambao wanaoipinga serikali yake. Sasa ni wazi kwamba hata kama Ulaya ingeenda ifikirie
ione vile itamsaidia Samia Suluhu Hassan kwa misaada na hata mataifa mengine kuzungumza hapa na pale, haiwezekani kwa sababu sasa ameanikwa hadharani kupitia Alice Magabe. Vile alikuwa anaeleza, mume wake Tundu Lissu ameteseka sana na kupitia changamoto za hapa na pale, na wanataka kumnyonga akiwa gerezani Ukonga. Ikumbukwe ya kwamba tarehe 7 mwezi wa 7 kuna maandamano makubwa ambayo yametangazwa kufanyika hapa Tanzania ili kulazimisha serikali ya Samia Suluhu Hassan kumwachilia huru Mheshimiwa Tundu Lissu, jambo ambalo tunaendelea kulisubiria, ingawa kuna vitisho ambazo zimeweza kutolewa kutoka kwa serikali kwamba yeyote ambaye atakayeonekana kuandamana. Maandamano yaliyopita na watu wakauawa 10,000 ilikuwa mazoezi tu, lakini wakati huu yeyote ambaye ataandamana ni kuangushwa na kutairiwa mchana peupe pasipokuwa na razi. Hayo ndio yameweza kutangazwa hapa Tanzania, jambo ambalo limeleta wasiwasi mkubwa hasa kwa vijana wa Gen Z, kushindwa ikiwa wataonekana barabarani ama watasubiri tu waone kama serikali itamwachilia. Ingawa tumepata taarifa za ndani kwamba Samia Suluhu Hassan amepanga kuhakikisha ya kwamba Tundu Lissu ameachiliwa tarehe 6 kabla ya tarehe 7 kutimia, ili kupunguza makali ya maandamano hapa Tanzania. Kwa hivyo ni mengi ambayo yanaendelea, na huyu Alice Magabe aliweza kumwanika Samia Suluhu Hassan sasa na kumchafulia jina. Yeye ni serikali anaendesha ni dhalimu, ni serikali ambayo ni katili, ni serikali ambayo haiwezi kusikiza vilio vya binadamu na kuwatesa na kuwapitisha katika mashimo ya changamoto za hapa na pale, jambo ambalo limeweza kutia wasiwasi mkubwa hapa Tanzania. Samia Suluhu Hassan ameweza kuchafuliwa jina lake katika dunia mzima. Ndio maana tukaona seneti ya Marekani ikaweza kutoa agizo kwamba visa haviwezi kupatiwa Watanzania kuelekea taifa hili la Marekani. Vikwazo vikawekwa na kuhakikisha ya kwamba Samia Suluhu Hassan anateswa na yeye kisiasa, na hata yule jamaa ambaye anamtumia sana Mafuele hawezi kuenda kule Marekani. Aliweza kuwekewa vikwazo, hawezi kuenda kule Marekani. Kumaanisha ya kwamba serikali hii kabla ya uchaguzi mwingine kufanyika lazima katiba iweze kupitishwa mpya ili kurahisisha yale ambayo yanaendelea chini ya uongozi wa Samia Suluhu Hassan, na hata tume ya uchaguzi ikaweze kubadilishwa, na huenda tutapitia changamoto za hapa na pale kwa sababu hamna misaada hapa Tanzania. Sasa na kuna mikopo ambayo imeingia ya kisiri, nitaifichua baadaye kwa sababu nimepata taarifa hizo, nitazileta. Kuna mikopo ambayo imetoka Iraq, nitakuja kueleza na inafanya nini, hizo hela zimeingia wapi. Hayo tunaendelea kuifuatilia, lakini tumepata taarifa kamili, tutayaleta hapo baadaye. Naomba kutamatishia hapo. Ikiwa hauja subscribe, chukua sekunde yako moja ya mwisho, subscribe, washa kengele ili kuendelea kupata taarifa hizi kemkem kila wakati. Kwaheri kwa sasa.